Ni kwa nini bata wako wanashindwa kulea vifaranga na kupelekea vifaranga vingi sana kuweza kupotea? Na upotevu wa vifaranga ndio upotevu wa bata. Kwa tunategemea kwamba vifaranga viwe vikubwa na kuja kuwa bata wakubwa kwa ajili ya kuweza kuendeleza kizazi cha ufugaji wako wa bata. Kuna sababu kadha wa kadha ambazo zinapelekea kwamba bata wako wakashindwa kulea vifaranga, kwani bata wanataga mayai mengi na mwisho wa siku kuja kukalia mayai na kuja kutoa vifaranga, vinatoa vifaranga vingi zaidi ya 10, lakini vifaranga vile vinashindwa kulelewa vizuri na kupelekea vifaranga kuweza kufa. Kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea shida hiyo kuweza kutokea, na miongoni mwa sababu hizo kuna sababu kuu mbili ambazo tutazungumzia. Na sababu ya kwanza kabisa ni kuhusiana na lishe duni. Kwani bata wako watakapokuwa na lishe duni, hii inapelekea kwamba wale bata wakubwa au mama wale vifaranga wakashindwa kuweza kulea vifaranga kwa wakati mzuri. Ina maana watatoka nje, watatoka kwenda kutafuta chakula na kushindwa kuweza kulea vile vifaranga. Kwa hiyo kama lishe itakuwa ni duni, ina maana itapelekea vifaranga vyao kutokukua. Ina maana wale mama wale vifaranga watashindwa kulea vizuri watoto, na pia vile vifaranga na vyenyewe navyo vitashindwa kuweza kukua kwa sababu vitakuwa vinakosa chakula na kuweza kudumaa. Kwa hiyo kama utafanya makosa haya, ina maana itapelekea kwamba wewe vifaranga vyako kutokukua na vifaranga kuweza kufa. Ili uweze kufanyaje kuweza kuepukana na changamoto hii? Cha kwanza kabisa inabidi pale ambapo bata wako wameanza kulalia mayai, inabidi uanze kuandaa mazingira ya chakula cha walau mwezi mzima baada ya kutotoa wale vifaranga. Kwa hiyo chakula cha mwezi mzima inabidi uweze kuandaa kulingana na bata ulionao. Na kitu kingine inatakiwa vifaranga vile uweze kuviwekea sehemu ya kulia, kwani tukumbuke kabisa kwamba unapokuwa unalisha bata wako usiweze kuwawekea chakula chini. Kwa inabidi chakula uweze kuwekea kwenye chombo. Kwa kile chombo ambacho unachoweka chakula inabidi uweze kutenganisha. Kwa kuna chakula na vyombo vya vifaranga pamoja na vyombo vya bata wakubwa. Na vyombo vya vifaranga vinakuwa ni vidogo ili kusudi vifaranga wawe wana uwezo wa kuanza kuingia pale na kuanza kujipatia chakula. Kwa hiyo ndugu mfugaji na mtazamaji wetu, tunakushauri kuweza kuchukua hatua hii ya kuweza kutoa vyakula, kuweza kuwapa lishe iliyokuwa ni nzuri vifaranga wako pamoja na bata wakubwa, ili kusudi kupunguza upotevu wa bata na upotevu wa vifaranga. Na sababu nyingine kubwa ambayo inapelekea vifaranga vingi kufa na kuweza kutimiza malengo na kuweza kupata hasara kubwa kwa wafugaji wengi ni kuhusiana na swala zima la viroboto. Tunapozungumzia swala la viroboto au magonjwa kwa ujumla, vifaranga vingi sana vinaathiriwa sana na viroboto. Tukumbuke kwamba bata wako kila unapokuwa wananiliwa na baada ya kutoa mayai, vifaranga vinavyotoka pale kwenye yale maeneo, inatakiwa unashauriwa uweze kusafisha lile eneo, toa yale vigae vya mayai vilivyobakia, safisha kabisa, weka mchanga mwingine au weka pumba nyingine, na pia uweze kupulizia banda zima dawa ya viroboto. Ukipulizia dawa ya viroboto ina maana kwamba bata wako watakuwa hawana viroboto, na hivi vifaranga havitaweza kuathiriwa na viroboto. Kwani vifaranga vingi vinakufa kwa sababu vinakuwa vinasumbuliwa na vinaathiriwa na viroboto. Na watu wengi sana imetokea wafugaji wengi sana kwamba anakuwa anafuga vifaranga na vifaranga vinakufa. Anafuga vifaranga, bata wake wametoa vifaranga 20 au 15, na mpaka vifaranga kuja kukua anajikuta tayari na kifaranga kimoja au kifaranga anakuwa kabisa akapoteza vifaranga vyote. Kwa ndugu mtazamaji, ukichukua hatua leo ya mabadiliko itakupelekea wewe kuweza kufanikiwa na kuweza kuwa na bata wengi sana, kwani ufugaji wa vifaranga unawezekana. Kikubwa ni kuchukua hatua mbalimbali ambazo unaelekezwa. Kwa ukifanya hivyo bata wako atakuwa na haitakuwa na changamoto yoyote. Na pia kuna wafugaji wengine ambao wanaamini kwamba kwa vifaranga inabidi watolee na dawa nje. Hizo ni imani ambazo hizo, lakini kiushahidi kabisa na kitaalamu zaidi inabidi uweze kusafisha lile eneo ambalo bata wameweza kutagia mayai na kutolea mayai ili uweze kuwa safi, na uweze kupulizia dawa ya viroboto kwani ndio vinaathiriwa sana na viroboto vifaranga. Na kitu kingine kuweza kujitahidi sana kwenye chakula. Tenga vyombo vya kulia vile vifaranga
tenga maji ya vifaranga pamoja na maji ya hao bata wakubwa, kwani ukichukua hatua hiyo, kiukweli ndugu mtazamaji, utaweza kufanikisha vifaranga vyako vitakuwa vyote na utakuwa na bata wengi sana. Na pia kuna mbinu nyingine pia kukuza vifaranga ambavyo tutatoa video nyingine ambayo itahusiana na swala zima la mwendelezo wa jinsi gani unaweza kukuza vifaranga vyako na vikaweza kukua. Kikubwa tu naomba waniandikie kwenye comment neno vifaranga. Baada hapo tutaweza kuelekeza, tutakufuata DM, tutakufundisha hatua mbalimbali ambazo ndio uweze kuzifanya ili kusudi vifaranga vyako viweze kukua, na kama kuna maswali yoyote pia tutakujibu ili kusudi tuweze kukusaidia uweze kuwa na mwendelezo mkubwa na uweze kupata vifaranga vilivyokuwa vingi na bata wako waweze kuongezeka. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, na kushukuru kwa hiyo, na pia naweza kukumbuka uweze kusubscribe, uweze kulike na comment ili kusudi uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata video nyingine nyingi ambazo zinahusiana na swala zima la ufugaji wa bata hatua kwa hatua, na ubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo zinatoka ambazo zinahusiana na swala zima la ufugaji wa kwanza, na kukumbusha tu uweze kusubscribe.